Jina naitwa Innocent Besigwa, ni meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Milambo. Karibuni katika chama kikuu cha ushirika Milambo ambacho kinazihudumia wilaya mbili ambazo ni za Urambo na Kaliua kwa ajili ya shughuli za kilimo. Katika chama kikuu chetu tunahudumia mazao ya tumbaku, pamba, alizeti pamoja na mazao mengine mchanganyiko ambayo tunaweza tukawa na karanga, choroko na alizeti. Katika kuangazia miaka minne ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, yafuatayo ni mafanikio ambayo kama chama kikuu cha ushirika Milambo tunajivunia katika kipindi hiki cha miaka minne. Upatikanaji na usambazaji wa pembejeo za kilimo. Katika miaka minne ya uongozi wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tumeendelea kuboresha na kuimarisha kwa shughuli ya usambazaji wa pembejeo za kilimo, ikiwa upatikanaji wa mbolea, viuatilifu na vifungashio katika mazao yetu ya tumbaku na pamba. Hii imekuwa ni kwamba uzalishaji umeongezeka, lakini pia hizi pembejeo ambazo zilikuwa ni adimu na ambazo zilikuwa zinazorotesha uzalishaji zimeweza kupatikana kwa urahisi na kuwafikia wakulima mapema ili kuwezesha uzalishaji katika maeneo yetu. Namba 2 ni ruzuku katika pembejeo za kilimo. Katika miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia kuongezeka kwa bajeti ya kilimo, ambapo hii imewezeshwa kuweza kupatikana kwa ruzuku kwa pembejeo za kilimo. Hii imerahisisha upatikanaji wa hizi pembejeo na kwa gharama nafuu ili kuwezesha mkulima kupata kipato kizuri, kwa maana gharama zake za uzalishaji zinakuwa chini. Namba 3 ni uwezeshaji wa vyama wanachama. Katika miaka minne ya Mheshimiwa Rais, chama kikuu kimeendelea kuwezesha vyama wanachama katika kuhakikisha kwamba wanaweza kuzalisha. Hivi vyama ni vile ambavyo vimepungukiwa sifa za kukopesheka benki. Chama kikuu kimeweza kuvisimamia na kuhakikisha vinapata pembejeo za uzalishaji na kutimiza sifa za kuweza kukopesheka kwenye mabenki. Lakini namba 4 ni kuongezeka kwa makisio ya uzalishaji kwenye mazao ya tumbaku pamoja na pamba kwenye maeneo yetu ya uzalishaji. Tukiangazia msimu wa 21-22 tulikuwa na uzalishaji wa kilo milioni 17, ambapo mpaka msimu huu wa 24-25 ambao tunautazamia kuanza mwezi wa 4, makisio ni kilo milioni 58. Ni karibia ongezeko la 60% kutoka kile ambacho tulikuwa tukikihudumia na kile ambacho tumeuza msimu uliopita ambazo ni kilo milioni 35. Kwa hiyo tumeweza kuongeza makisio, lakini pia na wigo wa wakulima kuendelea kuingia kwenye kilimo hiki cha tumbaku, lakini pamoja na mazao mengine ya pamba na karanga. Na tunavyozungumza tumeanzisha mfumo wa stakabadhi ghalani kwenye zao la karanga, ambayo itakuwa ni ya kwanza kwa Tanzania nadhani na wilaya yetu ya Kaliua, na kopra wameshasajili hilo zao. Kwa hiyo tutauza karanga kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Namba 5 ni kuongezeka kwa makampuni ya ununuzi wa zao la tumbaku. Tukiangazia hapo nyuma msimu wa 21-22 ambapo makampuni yaliondoka nchini, ikabaki kampuni moja, kwa hiyo wakulima wakawa wanakosa sehemu ya kuuza tumbaku na tumbaku yao ikawa inabaki. Kwa kutoka kwenye kampuni moja mpaka tunavyozungumza msimu wa 24-25 tuna makampuni zaidi ya 14 ambayo yananunua tumbaku. Hii imeongeza hamasa kwa wakulima wa tumbaku na watu wengine ambao walikuwa wameacha zao la tumbaku kuanza kujihusisha na kilimo cha tumbaku. Lakini pia tunajivunia kulipwa kwa madeni ya wakulima ambayo yalikuwa hayajalipwa ya msimu 19-20 ya makampuni ya Grand, ambayo pia yaliweza kulipwa kwenye msimu wa 23-24 na wakulima kuweza kupata fedha zao kuweza kuendesha uchumi wao. Lakini pia tunajivunia uanzishwaji wa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika MOVE kwenye vyama vya ushirika. Huu mfumo umeanzishwa mahususi kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wakulima wote nchini, hasa wa hizi mazao ya kilimo, wanaweza kusajiliwa na taarifa zao kupatikana. Huu mfumo unarahisisha upatikanaji wa taarifa za wakulima, mahitaji ya kwao ya pembejeo, lakini pia tunaweza kuwahudumia kwa ukaribu zaidi kwa kuwa taarifa zao zinakuwa zinajulikana, manake eneo linalolimwa na tija yake. Kwa hiyo inakuwa ni urahisi katika kusimamia wakulima wetu kwa kuwa taarifa zao zinakuwa zinapatikana sehemu moja na wanaweza kuandaliwa mahitaji yao kirahisi kupitia mfumo huu wa MOVE.
Lakini pia tunajivunia kama chama kikuu cha Mirambo ndani ya miaka hii minne ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan tumeweza kupata jengo la ofisi ile ambalo tuko mahali hapa, lakini pia tumeweza kuongeza vitendea kazi, tumeweza kuongeza magari, tuna magari 5, lakini pia tumeweza kuongeza pikipiki ambazo zinaendelea kurahisisha huduma kwa wakulima wetu. Kwa maana tumeongeza pikipiki ambazo tunawapatia maafisa ugani kuweza kupita huko vijijini kwa ajili ya kusimamia na kukagua zao. Kwa hiyo tumeweza kufanya haya yote na kuongeza baadhi ya mali za chama, ikiwa tunakununua mashamba, kuanzisha mashamba na miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya printing unit na mingine mingi ambayo tuko nayo kwenye mpango mkakati wa miaka 5. Kwa majina naitwa Elias Nicholas Mganya. Ni mjumbe wa bodi ya Mirambo Union. Katika bodi ya Mirambo kuna kamati ndogo. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na ajira. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kuboresha vyama vya ushirika vikiwemo AMCOS na vyama vikuu vya ushirika nchini, hususan chama chetu cha Mirambo. Tunajivunia sana fursa ya Mheshimiwa Rais. Pia amewezesha kuboresha wanachama wetu ambao ni wakulima mmoja, wana mafanikio ya kujipatia vipato vyao kupitia zao letu la tumbaku kwa mkulima mmoja, lakini hususa ni kupata pembejeo kwa wakati, lakini hizi pembejeo tunazozipata zinakuwa na maboresho ya kupewa ruzuku. Naitwa Costa Tadeu Mzanye, ni mjumbe kwenye kamati ndogo ya bodi ya Mirambo. Niko kwenye kamati ya mipango, fedha na ajira. Ndugu waandishi wa habari, uzalishaji wetu kwa mwaka huu tunatarajia kupata kama Mirambo Union tunatarajia kupata kilogramu milioni 58 za tumbaku ambazo tukiziuza kwa fedha za kigeni tunatarajia kupata milioni 121.8. Hizo ni dola za Kimarekani, na tukizikonvert kwenda kwenye fedha yetu ya Kitanzania tunatarajia kupata kama bilioni 300. Hizo bilioni 300 zitasambaa kwenda kwa mkulima mmoja. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Tunatarajia kwamba wananchi wetu wanaweza kubadilisha hali yao ya maisha kupitia hata kwenye makazi yao. Tuyaone, tukienda vijijini tukute kuna nyumba za bati zimeongezeka. Hayo ndio mafanikio tunayotarajia kupata kwa mwaka huu. Kwa hiyo kama mama ataendelea kutuongezea nguvu kwenye uboreshaji wa zao hili, nadhani ndani ya miaka 5 tunaweza tukafanya maajabu katika mkoa wetu wa Tabora.